Katika kipindi chako bora kabisa cha michezo ni Simba TV ambacho kinakuletea mengi mazuri ambayo yanahusiana na klabu yako pendwa kabisa ya Simba Sports Club. Katika juma hili kuna mengi mazuri ambayo tunakuletea mbele ya macho yako tofauti na yale ambayo uliona katika juma lililopita. Katika juma lililopita nadhani utakuwa umeenjoy na umefurahi kutokana na vile ambavyo ulipata nafasi ya kuviona. Wewe mpenzi, mshabiki, mwanachama na mdau wa Simba Sports Club, hautaacha kuenjoy na kufurahi kwa wale yote ambayo utayaona katika Simba TV katika juma hili. Miongoni mwa yale ambayo tumekuandalia kwenye juma hili, story ya kwanza, semaji la CAF Ahmed Ally, yeye ameeleza na kufunguka ratiba nzima ya timu kuhusiana na kikosi chetu kuelekea katika mchezo wa ligi kuu ya NBC ambayo unaofuata hapo mbele yetu. Kuna mengi ambayo amezungumza, tutakuja kumsikia, lakini sambamba na hilo, meneja na mratibu wa timu ya vijana au timu zetu mbili za vijana kwa maana under 20 na under 17, mchezaji wa zamani na nahodha wa Simba Sports Club miaka hiyo ya nyuma, Nicodemus Nyagawa, naye amezungumza kuhusiana na timu hizo za vijana. Tutamsikiliza nini ambacho amezungumza na maendeleo yake kulingana na kile ambacho yeye amekuja kutufahamisha wana Simba Sports Club. Lakini pia mwisho, usiache kufuatilia muendelezo wa mastori ya wachezaji wa zamani pamoja na makocha. Katika juma hili nani ambaye tutakuletea mbele ya macho yako, tutakuja kukwambia mara baada ya wakati kufika ndani ya Simba TV kwenye juma hili. Mimi ni Tobias Sebastian ambaye nakuongozea Simba TV katika juma hili. Tupate mapumziko mafupi kisha tutarejea na mengi mazuri ambayo tumekuandalia. Mapumziko mafupi kama ambavyo nimekuambia hapo awali katika Simba TV. Juma hili tutaanza na story kubwa la semaji la CAF Ahmed Ally. Yeye amezungumzia ratiba nzima ya kikosi chetu na maandalizi kiujumla kuelekea katika mchezo wa ligi kuu ya NBC uliopo mbele yetu. Mchezo unaofuata ni tarehe 15 ndani mwezi huu dhidi ya Mtani. Uwanja wa mchezo bado hujatajwa, lakini sisi Simba Sports Club tayari tumeshaanza mazoezi na maandalizi ya kutosha kuhakikisha tunaenda kufanya vizuri katika huo mchezo na kuchukua taji la ligi kuu ya NBC kama ambavyo semaji la CAF Ahmed Ally yeye amezungumza kuhusiana na hilo. Lakini pia semaji amezungumza mambo mengi mazuri ikiwemo baadhi ya wachezaji ambao walikosekana katika mchezo uliopita wa dhidi ya Singida tukiwa ugenini, lakini pia amezungumza taarifa nyingi ambazo wewe mpenzi, mshabiki na mwanachama wa Simba Sports Club unatamani kuzisikia na kuziona katika kipindi chako bora kabisa cha michezo cha Simba TV. Huyu hapa ni semaji la CAF. Kikosi baada ya kurejea kutoka Manyara, tukapata mapumziko ya siku chache, na kesho Alhamis kikosi kitarejea rasmi katika uwanja wa mazoezi kwa ajili ya kuanza programu ya mazoezi kuelekea katika mechi zetu 3 ambazo zimesalia. Na wale wachezaji ambao watakuwa kwenye majukumu ya timu ya taifa, wao tayari wameshajiunga kwenye majukumu hayo, na wale ambao hawana majukumu hayo wanaanza program rasmi Mo Simba Arena siku ya Alhamisi kuanza maandalizi kuelekea mechi hizo 3. Taarifa kutoka kwenye jopo la matabibu wachezaji waliopata changamoto kwenye mchezo uliopita zikoje? Wapo wachezaji kadhaa ambao walipata changamoto za kiafya. Kwanza alikuwa ni Shomari Kapombe, yeye aliumia na alishindwa kabisa kusafiri na timu kwenda Babati, kwa hiyo akabaki Dar es Salaam kwa ajili ya matibabu. Anaendelea vizuri, kuna uwezekano hata kwenye timu ya taifa akashindwa kujiunga na wenzie kwa sababu bado yupo katika matibabu. Lakini kwa mujibu wa madaktari ni kwamba hadi kumalizika kwa kalenda ya FIFA atakuwa ametengemaa na kuanza mazoezi na wenzie. Lakini vile Lionel Ateba naye vile alishindwa kusafiri na timu kwa sababu ya majeraha na anaendelea vizuri hivi sasa na matibabu. Musa Kamara Pinpin yeye alishindwa kuendelea na mchezo kabisa pale Manyara, akalazimika kutoka na kuingia Ali Salim, lakini ameshapatiwa matibabu hivi sasa anaendelea vizuri. Kiujumla wale wachezaji wote waliokuwa na changamoto za kiafya wote wanaendelea vizuri. Wapo ambao katika hao watajiunga na timu Alhamisi hii
kwa ajili ya kuanza program ya mazoezi, na wapo wengine watachelewa kidogo, lakini kabla ya kufika tarehe 10 wachezaji wetu wote watakuwa wametengemaa na wamejiunga na wenzao kuanza mazoezi kuelekea mechi zetu 3 za mwisho za ligi kuu ya NBC. Mchezo unaofuata ni wa ligi kuu ya NBC dhidi ya Mtani. Taarifa kwako zikoje kuelekea mchezo huo? Mechi ni Juni 15 ya katika uwanja bado haijakuwa confirmed, lakini mechi ambayo sisi tunaifahamu ni tarehe 15 ya mwezi huu wa 6, na maandalizi ambayo tunayafanya ni maandalizi kuelekea katika mchezo huo. Tumebakiwa na michezo mitatu, dhidi ya Mtani tarehe 15, mchezo dhidi ya Ken Gold, na mchezo wa mwisho dhidi ya Kagera Sugar. Kwa hiyo tunaanza maandalizi kuelekea michezo hii mitatu, lakini specifically ni mchezo wa tarehe 15 kwa sababu ndio mchezo utakao toa dira ya mnyama kuchukua ubingwa msimu huu. Tukipata ushindi katika mchezo huo, ni dhahiri shahiri ya kwamba tutakuwa tumejiwekea 80% ubingwa wa ligi kuu kuja Msimbazi. Lakini kama haitoshi, ni heshima na ukubwa wa mchezo wenyewe unatufanya tuanze maandalizi mapema ili kwenda kupata ushindi katika mchezo huo, na automatic tukipata ushindi katika mchezo wa tarehe 15, hii michezo mingine miwili ambayo imesalia itakuwa ni shughuli tu ya kumsukuma mlevi. Kwa hiyo tumeanza maandalizi kuelekea katika mchezo huo, na kila mwana Simba aanze maandalizi kuelekea katika mchezo huo. Uwanjani siku ya mchezo tutaenda kama kawaida. Simba Sports Club, as we communicated right now, ni kwamba mawasiliano ama taarifa tuliyokuwa nayo kutoka kwenye mamlaka za mpira wa Tanzania ni kwamba mechi ipo tarehe 15 ya mwezi wa 6, na Simba tunafanya maandalizi yote kuelekea katika mchezo huu, na tungependa kuwaomba wenyeji wa mchezo huu watangaze viingilio mapema ili mashabiki wetu waanze kununua tiketi. Msemaji hapo unaongea una nesanesa. Angalia vizuri kamera, zungumza hapo vizuri kabisa. Maelekezo tuliokuwa nayo hivi sasa Simba Sports Club, ambayo ni rasmi kabisa, na maelekezo kutoka kwenye mamlaka husika za mpira wa miguu, mechi yetu ni tarehe 15 ya mwezi wa 6 dhidi ya Mtani. Mpaka muda huu nazungumza nawe, hiyo ndiyo taarifa tuliokuwa nayo wana Simba, na haina mabadiliko yoyote. Na kwa mantiki hiyo, sisi tutafanya maandalizi yote kwa nguvu yote, kwa silaha zetu zote kuelekea katika mchezo huu, na mashabiki wa Simba wafanye maandalizi yote kuelekea katika mchezo huu. Na hali ikiendelea hivi kwamba mechi ipo, sisi tarehe 15 mapema watatukuta uwanjani, na mashabiki wetu wa Simba Sports Club tarehe 15 tukutane uwanjani. Uwanja utakao tangazwa, mnyama ataelekea katika uwanja husika kwa muda husika, na mashabiki wetu wanapaswa kuja siku hiyo kuja kushuhudia mchezo husika ambao umepangwa na kusimamiwa na mamlaka husika. Na tunawaomba wenyeji wa mchezo huu waanze ama watangaze viingilio mapema. Of course ukiangalia bado siku nyingi, bado takriban siku 10, lakini hii ni mechi kubwa, watu wanahitaji kufanya maandalizi mapema, na hakuna shughuli nyingine yoyote hapa katikati ukiachilia mbali mechi za kirafiki za timu za taifa. Manake ni kwamba sisi vilabu tunaendelea na majukumu yetu kama kawaida, na kwa hivyo basi waanze kuuza tiketi mapema ili watu wanunue tiketi mapema kwa ajili ya mchezo. Mara baada ya kutoka kumsikia semaji akizungumza, Embo tumfuatilie sasa meneja na mratibu wa
timu zetu mbili za vijana under 20 na under 17. Nicodemus Nyagawa, nahodha wa zamani wa kikosi cha Simba, akiwa anavalia jezi nambari 6, sasa amekabidhiwa kukiongoza au kuviongoza vikosi viwili vya timu za Simba kwa maana under 17 na under 20. Yeye amezungumza kuhusiana na mashindano ambayo under 20 ambayo ametoka kucheza juma lililopita, lakini pia nini ambacho kinafuata. Hivyo pia amekuja kuzungumza kuhusiana na maandalizi ya timu yetu ya under 17 na mengi ambayo yanahusiana na timu zetu hizo mbili. Simba Veteran naendelea vizuri, ligi inaendelea, na toka ligi imeanza tunaongoza kwa kundi letu mpaka sasa hivi tunaongoza, bado mechi 2 za mwisho bado tunaongoza na tumeshaingia tayari na bora. Kule bado ni captain. Kule mwalimu, kule kocha mchezaji. Kule kocha mchezaji. Sawa, wewe turudi. Wewe ndio msimamizi mkuu kwa sasa kwenye timu zetu zote mbili za vijana. Tuanze na under 20. Tumetoka kucheza mashindano juma lililopita, hatukufanikiwa kufanya vizuri, tukiishia kwenye hatua ya makundi. Tueleze changamoto ilikuwa ni nini, na ukishamaliza hapo tuambie sasa matarajio na nini ambacho kinafuata kuhusiana na timu yetu ya under 20. Okay, mimi nafikiri kwanza nashukuru Mungu kwa kuweza kutupa afya mpaka leo tuko salama. Lakini pili, timu yetu under 20 tulianza maandalizi baada ya kama ya mwezi mmoja nyuma kabla ya mashindano. Tulianza maandalizi vizuri kwenye mashindano yale ya makundi. Mungu akatusaidia tukashika nafasi ya pili. Kwa hiyo tukaingia na bora. Lakini tulivyokuja kucheza kwenye nane bora huku hatukufanya vizuri. Na kitu ambacho kilifanya tusifanye vizuri nafikiri ni, unajua wakati tunacheza, wakati timu ambazo zimeingia na bora, ambazo tulikuwa tunazifahamu ni zile ambazo tulikuwa nazo kwenye kundi moja. Sawa? Ni zile ambazo tulikuwa nazo kwenye kundi moja. Hizi timu ambazo zilikuwa kwenye kundi lingine zikafanikiwa kuingia na bora tulikuwa ndio tumeziona pale na tulipangiwa nazo timu hizi mbili. Kwa hiyo tulicheza mechi ya kwanza na Dodoma. Hatukuwa nao kundi moja. Dodoma wakatufunga. Tulitoa sare goli 1-1. Mechi ya pili tukacheza na Kinigodi, wakatufunga goli 1, na hao tulikuwa nao kundi moja, na kwenye kundi letu ndio ambao walikuwa wameongoza. Sisi tulishika nafasi ya pili kwenye kuingia na bora. Lakini mechi ya mwisho tukacheza na Azam. Tukatoa sare kwa bila. Lakini pointi zetu hazikutosha. Kwa hiyo Azam na Kinigodi akawa ameingia kwenye hatua inayofuata. Kwa hiyo hatujafanya vizuri. Siwezi nikalaumu sana kwa sababu namna mashindano yalivyokuwa yanaenda, timu zilikuwa zimejiandaa vizuri na sisi tulikuwa tumejiandaa vizuri. Lakini kama tunavyojua mambo ya mpira, unaweza kuwa umejiandaa vizuri lakini ukaenda uwanjani matokeo yakawa sivyo. Unaona, of course Simba ni timu kubwa, inapofanya vibaya kama hivi mapokeo yanakuwa ni tofauti, sio mazuri. Lakini ndio kazi yetu, tumechagua pale ambapo tumeteleza. Tuna kwenye huu msimu wa 2025-26 unaokuja, inabidi tujiandae vizuri, tufanye usajili vizuri ili tuweze kumpiti vizuri kwa msimu unaofuata. Maana ligi inayoanza sasa. Ligi inayoanza msimu wa 2025-26. Yes. Sawa, tuje kwenye timu yetu ya under 17. Hapa katikati ilikuwa inaundwa kwa maana kutafutwa baadhi ya wachezaji kwenye maeneo tofauti. Maendeleo yake kwa ujumla yakoje, na nini ambacho kinaandaliwa sasa hivi? Under 17 tunaendelea kukusanya wachezaji. Timu tumeshaisajili na sasa hivi mazoezi yanaendelea chini ya mwalimu Bizo pamoja na coach Edward. Yanaendelea vizuri na tunafanya mazoezi pale kwenye uwanja wa Achaba pale Kunduchi. Kwa hiyo maandalizi ni mazuri na hatujajua ligi inaanza lini, lakini tumeamua kuanza maandalizi mapema ili at least ligi ikiwa inaanza wachezaji wawe tayari kiakili, kimwili, kila kitu. Kwa hiyo maandalizi yanaenda vizuri, tunapata support nzuri kutoka kwa ofisi, wachezaji wako vizuri na muda sio TV. Tumekuwa na muendelezo wa kukuletea baadhi ya wachezaji wa zamani lakini pia makocha. Katika juma hili tunakuletea mkongwe, mchezaji pekee aliyefunga mabao 3 kwenye mchezo wa dabi. Si mwingine ni King Kibaden Mputa Abdallah. Huyu mwamba
ameweka rekodi yake ambayo hadi hii leo haijavunjwa. Katika mchezo wa watani mwaka 1977 sisi Simba Sports Club tukimfunga mtani mabao 6, King Kibaden Mputa akifunga mabao 3 katika mchezo huu. Hadi hivi leo nazungumza, hakuna mchezaji ambaye amefikia rekodi hiyo. Alishawahi kujikung'uta Shiza Ramazani Kichuya akifunga mabao 2, Emmanuel Arnold Okwi akifunga mabao 2, lakini hakuna mwingine ambaye alijaribu kufikia rekodi hiyo ambayo Kibaden ameiweka. Lakini Kibaden pia mbali ya kuwa mchezaji ameongoza kikosi chetu katika maeneo tofauti, timu za vijana, lakini pia timu kubwa kwa maana senior team, akiwa kocha mkuu kwenye vipindi tofauti. Hii leo hao katika juma hili katika kipindi chako mkubwa kabisa cha Simba TV anaeleza kuhusiana na soka la vijana na jinsi ambavyo anaandaa timu yake ya vijana katika kituo chake ambacho kiko kule Kibadeni. Huyu hapa King Kibaden Mputa, tumsikilize nini ambacho anazungumza kwenye Simba TV ndani ya juma hili. Kituo kiko Chanika Zogoali, tena hapa panito kwa Kibadeni. Kuna kituo chenyewe unakwenda kwa Kibadeni. Ukija pale kutoka tu nyumbani kwa makamu wa rais, kituo kinachofuata ndio unakuja kunikuta mimi. Na hichi kituo nimekianzisha mwaka 1915 ndio 1995 sawa, sio 2015. 2015 2015 nimeanzisha hapa, na hili ilikuwa ni msukumo wa mdogo wangu marehemu Shomari. Yeye aliniambia, ndio alianza kununua maeneo huko, akaniomba kwamba bana njoo tukae pamoja kule. Nikaambia bana mimi nashika, wanasema mpira si utafanyia kule, tutakwenda eneo tutaweka kiwanja cha mpira. Kwa hiyo nikaitikia wito wake, nikaja kuweka kituo huko, na lengo kubwa ni kuwasaidia vijana. Na unajua bana, maisha kuna watu wengi. Mimi wakati sijaingia kwenye mpira sawa, nilikuwa napita nasoma. Mimi nimemaliza middle school darasa la 8 Makuru Dar es Salaam. Ilikuwa unatembea unakuta huyu dokta, unamkuta huyu mwalimu, unakuta huyu pilot anaendesha ndege, unakuta yani watu wenyewe, huyu mkubwa labda polisi au mtu. Na mimi nataka nipate umaarufu, nifanyeje sasa? Nikaona ngoja hapa nipambane. Katika kupambana kwangu, chepesi kwangu ambacho nilikuwa na uwezo ni kucheza mpira. Kwa hiyo ilikuwa mimi nikitoka shule tusifiki nyumbani, nikifika barabarani nacheza, nikifika barabarani nikicheza mpira watu wananishabikia, maana wanapenda, wakimaliza wananipa hela. Sasa narudi nyumbani mimi hela ya shule ya kesho na ndugu zangu nishaipata kule kucheza mpira. Kwa hiyo alafu nilikuwa na watu wananitambua. Sawa. Kituo kinaendeleaje? Kina watoto kwa maana vijana wangapi sasa hivi na maendeleo yake yakoje? Vijana nao karibu 20-25 wapo. Kuna wengine wanakaa hapa, wengine wanakuja wanafanya mazoezi alafu wanaondoka, na wengine kuna wanaokaa hapa na kuna wanaokuja na kuondoka. Sawa. Mtu akitaka kujiunga au mzazi akitaka kumleta kijana wake au kijana akitaka kuja mwenyewe, utaratibu ukoje? Utaratibu ni kwamba anamleta kijana wake na picha 2 passport size na cheti cha kuzaliwa, kopi ya cheti cha kuzaliwa. Alafu kunakuwa na vitu vingine, mambo ya chakula, mahali pa kulala. Kwa hiyo lazima anakuja, labda unamwambia anakuja na godoro lake, anakuja mambo ya chakula wanajipikia wenyewe, wanapika wenyewe, au wakati mwingine tunapika, wananunua, na gharama zake wanalipa kama shilingi 60,000 wanapojiunga. Kuishi labda kwa mwezi wanalipa au kishalipa hiyo? Wanalipa 10,000 kwa ajili ya kulala kwa mwezi. Analipa 10,000 kwa registration, na alafu analipa ada ya shilingi 40,000 kama 60,000 kwa mwezi wa kwanza. Kuna vijana tayari wameshapata nafasi kwenda kucheza katika maeneo mengine tofauti. Wanacheza nje. Labda wapi ushakuona? Wanaenda Zanzibar, wengine wanacheza klabu hizi za mjini, wanatoka. Samsung, shukrani sana. Karibu sana. Msaada? Basi sawa. Kwa namna ambavyo upo una kundi kubwa la vijana,
20 sio mchezo kuishi nao na gharama uzozitaja. Pengine wewe maoni yako, unahitaji msaada kutoka kwa watu waweze kuongezea nguvu kuweza kukuza kituo chako cha kutunza vijana na kulea? Kwa kweli nahitaji sana msaada. Kama mtu anaona anaweza kuja kunisaidia, tena sio kwamba iwe kitu aje, tutusaidiane kuendesha hizi shughuli, maana kuna vitu vingi inahitajika mipira sio chini, mipira 15 20 mpaka 30 kila siku wewe naye, na ukitumia mwezi mmoja tu mwili mipira imeshakwisha. Kuna vifaa dips zinatakiwa. Yes, kwa hiyo kwa kutaka kuwasaidia vijana, mimi nasema watu watoe msaada, na mimi nitajitahidi kusaidia vijana. Vijana sasa hivi wengi wakishamaliza shule darasa la 7 au form 4 wapo mjini na wanajua mpira. Sasa gharama nao wanashindwa, ukimwambia mtu aje mzazi wake kumnunulia viatu anashindwa. Kwa hiyo tunapata tabu, na kubwa labda zaidi tunategemea vilabu kama vile Simba nao akiona mipira labda ameitumia wiki 2 3 imechoka, basi watuletee, nampe kijana tuletee, tunaweza tukane. Tena nitashukuru sana. Nadhani utakuwa umeenjoy na kufurahi yale mengi ambayo tumekuletea ndani ya Simba TV katika juma hili. Mengi mengine mazuri yatakuja ndani ya Simba TV katika juma lijalo. Wewe mpenzi, mshabiki, mwanachama wa Simba Sports Club, usiache kufuatilia mitandao yetu ya kijamii. Taarifa nyingi tofauti ambazo zinahusiana na Simba tutakuletea mbele ya macho yako. Lakini pia usiache kufuatilia kipindi chako bora na murwa cha Simba TV katika kila juma, katika kila Jumatano ya kila wiki. Kuna mengi mazuri ambayo tutakuletea taarifa kuhusiana na Simba Queens, tutakuletea taarifa kuhusiana na timu zetu za vijana kama ambavyo imekuwa juma hili, tutakuletea pia taarifa kuhusiana na timu yetu ya senior team. Kuna mengi mazuri ambayo yanapikwa, yanaandaliwa ili wewe mwana Simba uweze kuyafahamu na kuyajua, ili ukikaa zako ucheke meno yako yote 32 nje. Taarifa nzuri ambazo zinahusiana na timu yako ya Simba tutakuletea hapa katika kipindi cha Simba TV. Mimi ni Tobias Sebastian. Mwisho wa kipindi hiki ni maandalizi ya kipindi kijacho cha Simba TV. Usiache kuangalia na kufuatilia. Bye.